Ndio ile kabisa nashuka. Walikuwa nasema sana. Helikoptere ile tuko kwa aeroport international de Goma, niko en direct kabisa. Pale niko hapa kwa aeroport. Nyogo niko wakupinga maraba aseme. Ndio ile kabisa. Video ile mupate. Ndio ile kabisa, hakuna vya discussion. Ndio ile moya nashuka. Ndio ile abatu wale wanaingoya. Wale autorite gani? Ndio watu yue. Wanapia ndani. Ndio wale kabisa tuyue gani watu gani. Na msambamba kabisa mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, natumai kwamba utakuwa salamu salimini popote ambako unaendelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Hizi ni habari zetu za mchana leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi Februari mwaka wa 2026. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yale ambayo yanaendelea kuripotiwa mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Jina langu ni Ramsey Ramadhani. Mpendwa msikilizaji, mchana leo tunayo mengi kukujuza. Tutakujuza kuhusiana kile ambacho kinaendelea huko Goma, lakini pia tutajielekeza moja kwa moja kwenye uwanja wa vita ambako mapambano makali yanaendelea mpaka sasa huko kwenye milima mirefu tarafani Uvira, kati ya vikosi vya waasi wa AFC M23 dhidi ya vikosi vya Zalendo vinavyoongozwa naye Kamanda Hilunga. Mpendwa msikilizaji, na subscribe, kucomment na kushare ili unapata habari zetu kila saa tunapozipeleka hewani. Mimi ni Ramsey Ramadhani, kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka natumuta kuwa salamu salimini popote uliko. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari za mchana wa leo na habari kutoka huko Goma, ambako kiongozi wa muda wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo MONUSCO tayari amewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma, maarufu kama uwanja wa ndege wa Njili ya Kivu Kaskazini, kwa ajili ya kuanza maandalizi ya utekelezaji wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Ziara hiyo inalenga kuhakikisha kuna kuwepo ufuatiliaji wa karibu na heshima ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya jeshi la serikali FARDC na harakati za kisiasa za kijeshi AFC M23. Akiwa Goma, anatarajiwa kufanya tathmini ya moja kwa moja kuhusu hali ya kufunguliwa rasmi kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma, ambao unakusudiwa kupokea vikosi vya wanajeshi visivyotegemea upande wowote pamoja na kurahisisha usafirishaji wa misaada ya kibinadamu kwa maelfu ya wananchi walioathiriwa na mzozo wa mashariki mwa nchi. Ujio wake inaonekana kuwa ishara muhimu ya kuimarisha juhudi za kimataifa katika kusaka amani ya kudumu na kurejesha utulivu katika maeneo ya Kivu Kaskazini, lakini pia maeneo ya Kivu Kusini. Naam, kutoka Goma tunaungana na wenzetu waliopo maeneo hayo. Ndio ile kabisa nashuka. Walikuwa nasema sana. Helikoptere ile tuko kwa aeroport international de Goma, niko en direct kabisa. Pale niko hapa kwa aeroport. Nyogo niko wakupinga maraba aseme. Ndio ile kabisa. Video ile mupate. Ndio ile kabisa, hakuna vya discussion. Ndio ile moya nashuka. Ndio ile abatu wale wanaingoya. Wale autorite gani? Ndio watu yue. Wanapia ndani. Ndio wale kabisa tuyue gani watu gani. Iko saa aeroport natanza tumika. Tuangalia kabisa ilikuwa inashuka. Ndio vile kabisa. Kweli. Ile drapo hawajipandishe. Basi watapandisha drapo hii. Pandisha drapo. Drapo za Rusi hakuna. C'est vrai, boro ile kabisa. Boro ile nafika. Goma tena shtuka. Sigoma ifo shtuke hiyo. Basi vile hii tu ilikuwa vishapotea watu kwa abasikie tena kama mlio ya vyo na kwa tena hii. Mimi ilikuwa ile nashuka kabisa. Ilikuwa ile aterisaji yote kabisa tunaikamata. Ndio, njoo ile yote gisi ilikuwa Yote. Ndio ile kabisa. Kweli kabisa. Na tukitoka kwa Goma tuelekeze huko kwenye milima ya tarafani Uvira, ambako mapigano makali yameripotiwa kuendelea tangu asubuhi ya tarehe 12 Februari mwaka wa 2026 katika kijiji cha Masango kilichopo kwenye milima mirefu ya eneo la Bijombo katika tarafani Uvira mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka eneo la tukio, mapigano hayo yamehusisha kundi la wahasi Ngomino Turaneo Red Tabar wakishirikiana na wapiganaji wa AFC M23 dhidi ya vikosi vya Zalendo vinavyoongozwa naye Kamanda Hilunga.
Mashambulizi hayo yalianza mapema asubuhi na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa vijiji vya milimani. Wakazi wengi wamelazimika kukimbia makazi yao kutafuta sehemu salama ambako wanaweza kujistiri pamoja na familia zao. Huko milio ya risasi mizito na nyepesi ikisikika katika maeneo mbalimbali ya Masango na vitongoji vyake. Taarifa kutoka eneo hilo zinaripoti kwamba waasi hao wametokea katika maeneo ya Kigaregere ambako ni ngome yao kubwa, na wakiwa na lengo ya kwenda moja kwa moja kufungua njia ya kwenda kuwasapoti wenzao ambao wanapatikana kwenye eneo la Minembwe ambako wameripotiwa kuweza kupigwa hiyo jana na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wakishirikiana na wazalendo. Kutoka kwenye uwanja wa vita moja kwa moja tunaungana naye Kamanda Lamek apatie tathmini ya hali halisi ya kile ambacho kinaendelea kwa sasa kwenye uwanja wa mapambano. Naam, Kamanda, jambo. Hali hiko namna gani huko Masango? Maana jana kulikuwa hali ya wasiwasi sana baada ya kusikika kwamba vikosi vya waasi vinaonekana kwa wingi kwenye milima. Labda asubuhi ya leo tarehe 12, hali hiko namna gani katika maeneo hayo ambako kunapatikana vikosi vya Kamanda Ilunga? Leo ni tariki 12 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Baada ya mapambano ya jana, jeshi kabisa limejipanga vilivyo, na kwa sasa adui ameonekana ameanza kutimuka, amepita kwa njia nyingine ya uchorochoro ambayo juu iko na watoto wa pale wenyewe wanajua hiyo hali. Wanyamulenge wenyewe waliishi Masango nyakati za kale, njoo wanajua kila kanjia, njoo wamewapitisha kwa njia ya kupenya, wamepenyeza usiku, na wanaanza kukimbia kabisa, lakini jeshi la Ilunga linawafuata kama vilivyo. Na tunapenda kuambia raia msihofu, na malalamiko yenu ambayo mmeweza kulalamika, jeshi la serikali ya Kongo FARDC wamekwisha kusikia, na msubiri muda usio mrefu jeshi litakuwa limewasili pale, na huyo Nyangalagata atapata cha mtemakuni, hata ingie wapi. Ni mwengi lakini ni mwoga. Wananchi tunawaambia jeshi M23 ni wengi lakini woga, hawata resiste, hawatasimama mbele ya vikosi vya wazalendo na mbele ya vikosi vya serikali ya FARDC. Leo tuko na jeshi ya nguvu, raia msibabaike, tuko na jeshi ya nguvu, itamshughulikia na masaa kidogo. Nadhani Sematama naweza kuwa mshiko. Na labda kwa sasa ni wazalendo wa nani ndio wanaendelea kupambana, na mnapambana na nani? Mnapambana na kundi gani hapo ambako mnapambana kwa sasa? Ni wazalendo wa, asante sana bwana mtangazaji kwa swali nzuri. Ni wazalendo tu wa General Ilunga, wengine wazalendo wangai njiani kutoka juu walikuwa mafro huku chini mplene wa moja wangali munjia wana force hawayafika, lakini kwa sasa ambao wako wanapigana na adui Twirwa noho FCM 23 Red Tabara na FNL ya Loize Zabambe, ni General Ilunga njoo mwenyewe angali vitani kabisa, angali anashughulikia hizo Nyangalagata, na zimeonekana zimeanza kutimuka. Ni woga hawatasimama. Naona wameanza kutimuka, hawatasimama, na wameanza kutimuka bila kusikia kipigo cha FARDC. Nadhani wakati FARDC itafika pale, njoo watatafuta mabawa kabisa, watatafuta gesi ya kuruka hewani, na havitawezekana. Nadhani hawatusahabu, wakuje tu wanajeshi wako, wazalendo wanasimama vilivyo, hawaogopi kitu, hawatishwi na hawatatishika. Na akuje, kama anakuja kwa njia ya yulu atapigwa, kama anakuja kwa njia ya chini atapigwa. Tuko ngangari na tunasimama na tunajiaminia, na ikumbuke kwamba FARDC msaza zote zile leo itakanyaga, na FARDC itakapokanyaga tutasaidiana, hakuna shida. Wananchi wasiwe na woga, wananchi wasibabaike, tuko na tutakuwa na tutaendelea kuwa. Ndio, ni kweli wamekuja, ni wengi tangu jana tumekabili majeshi ya General Ilunga imekabiliana nao mpaka leo kabisa, hakuna yenyewe inatutishi na hatutatishika. Ndio bwana ameanza kutoka adui, amefungula uwa njia, ameelekea Muramvya. Kwa sasa anaelekea Muramvya, lakini
tunapatia tu wananchi wetu matumaini. Jeshi liko na litafanya kazi, na sasa hivi tunapenda kuambia wananchi wasubiri, waweke roho ndani, waache kubabaika. Tunayo espoir kwamba mu dakika chache, mu masaa ambayo iko mbele, jeshi letu la FARDC watakuwa wamefika, na wengine wazalendo watakuwa wamefika. Wasibabaike, jeshi liko na wazalendo wa Ilunga wanasimama vilivyo kwenye uwanja wa vita, na masaa kabisa yenyewe karibu hivi masango itakuwa imekuwa shwari juu kuna wanajeshi wengi kushinda wale ambao sema hata maiko nao pale, wengi mara mia kabisa, na watamshughulikia na itakuwa tu sawa. Na tunakushukuru kiongozi wa kuweza kujiunga nasi, lakini pia kuweza kupatia tathmini ya hali halisi ambayo inaendelea kwenye uwanja wa mapambano huko kwenye milima ya tarafani Uvira. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, tunaendelea kufuatilia taarifa hizi kwa kina ili baadaye tukuje kupatia taarifa rasmi. Hivyo na kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi, inaendelea kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Hii ni Amani TV Media, tunakutangazia kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mambo kadri saa zinavyozidi kusonga, mambo yanazidi kubadilika kwenye uwanja wa vita. Kwa hivyo baadaye itakuwa pamoja nawe tena tupate kujuza kile ambacho kinaendelea. Asante kwa muda wako na kutakia mchana mwema. Bye bye.